Brother vipi? Mbona unaonekana na furaha sana? Leo mimi na furaha sana. Kwa kweli leo na furaha. Yaani ukiachana kwamba leo ni Jumapili ya furaha, lakini kuna kitu kimenipa furaha. Kitu gani hicho? Huyu jamaa kwenye injili leo. Huyu mambo kwenye injili. Huyu kipofu leo. Huyu kanipa furaha sana. Unajua alikuwa na mambo mengi. Alikuwa kama kaweko wakati. Lakini sasa jinsi ya kujichomoa. Leo kimenifundisha kwa nini niwe na furaha na zaidi furaha kwenye imani yangu ya Katoliki. Kitu cha kwanza unaanza mtego wa wanafunzi wa Yesu. Wana doubt. Wanamuuliza Yesu kwamba ni nani amefanya awe kipofu, ni dhambi zake au dhambi za wazazi wake? Yesu anamchomoa huko. Anasema sio yeye wala sio wazazi, ila ni kwamba imekuwa hivi ili aweze kufanyaje? Nguvu za Mungu ziweze kudhihirika. Hapo sasa ndo tunaona nguvu ya Mungu inayofanya kazi hata katika wakati wa mateso, wakati wa changamoto, wakati wa misukosuko, bado tunaona kwamba Mungu humo ndo Mungu anafanya kazi, yani katika changamoto za kimaisha. Kitu wengi ambacho kinatusumbua watu wengi wanaweza wakatusaidia, yani wakatusumbua katika kututesa, katika kutuchallenge imani yetu tunapokuwa tunakutana na changamoto. Lakini hapo sasa mimi haijanivutia sana. Kinachonipa furaha zaidi, lakini ni cha kwanza ni cha kwanza, lakini cha furaha zaidi ni ile kukaza, ile misuli. Ushawahi kusikia mtu anasema misuli ya imani? Yani misuli ya imani, unshakable faith. Ndio hii nimekutana na Mwamba. Mwamba leo amekutana na makundi, hilo la wanafunzi alijamsumbua wanafunzi wa Yesu. Kutana Mafarisayo, amekutana na jamii ambayo ilikuwa inamzunguka, lakini pia akakutana na wazazi wake wanamwacha. Wanaanza kwanza wanamuuliza. Kwanza amewachanganya. Yaani kwanza tunapata somo, ukishajikuta kwa Yesu unawachanganya. Unaona kwanza wanaanza wana doubt, ni yeye au si yeye? Wengine wakasema kwamba ni yeye, wengine wamesema amefanana naye. Kumbe basi ukishajikuta kabisa katika Mungu, kwanza na ukabadilishwa katika Mungu, yaani utawachanganya watu. Kuna msemo wanasema kwamba lazima wachanganye walimwengu. Lakini sio hiyo tu. Wanaenda sasa wanaanza kumuuliza kwamba ni wewe au sio wewe. Anakubali akatae, mimi ndo yule ambaye nilikuwa ni kipofu, sasa naona. Amefanyaje? Yule sio kwamba alikuwa na dhambi, wakamtega kwamba yule sio kwamba mimi anasema mimi sitaki kuelewa. Mimi ninachojua kwamba yeye ndo kafanyaje? Kafanya haya, nilikuwa sioni. Sasa hivi nimefanyaje? Nimeona. Wakatoka pale sasa wakaanza kusema amefanyaje? Kwa sababu kwanza ilikuwa ni Sabato, kafanyaje? Kwa nini afanye hivi? Sasa mimi sitaki kujua ni siku wala ni nini. Mimi ninachotaka kujua, mimi ninachotaka kuamini ni kwamba yeye ndo kafanyaje? Kaniponya. Amefanyaje? Nimeenda kunawa na sasa nafanyaje? Naona mwaliko kama sasa hivi tulionao. Tulikuwa tuna doubt sana, watu wengi wanatusumbua kuhusu wewe, inakuwaje padri mwenye dhambi anakusamea dhambi, anafanyaje? Mtu leo sasa kwa Mwamba leo hii nasimama na mimi na kazi. Mimi sitaki kujua. Mimi najua kwamba nikienda kwenye kitubio naungana nafanyaje? Nasamehewa. Na kweli brother, na nafikiri ukienda kwenye kitubio unatoka na amani ya moyo na unajisikia kama umeoga maji baridi. Haijaishia hapo. Wakaenda sasa wakamrudia tena. Hivyo hebu tuambie, tueleze. Si kwa sababu sisi au na wewe unafanya, unaona alivyokuja naye akawageukia sasa. Nimeshawaambia au na nyinyi mnataka kuwa wafasi wake, mnataka kuamini. Unaona wanasema sisi ni wa Musa. Hapo wazazi sasa. Unaona wazazi wanaulizwa pia, nyie huyu ni mtoto wenu? Wazazi hawakatai kwamba ni mtoto, lakini kuogopa kueleza wanasema yeye ni mtu mzima, wanaogopa. Kwa hiyo mtu kaacha wakati kawekwa mtu kati sasa. Wazazi wanafunzi wanamdauti, lakini crowd yenyewe imeshamchanganya. Lakini Mafarisayo haya anakaza. Yaani unajua kama sasa hivi unaweza ukakuta unaachwa peke yako. Unaona kwa mfano kama mashabiki wa Simba, kama Simba inapigwa mara 5 na wewe unasimama pale, hii ni timu kubwa. Jamaa ameachwa. Yaani wote hakuna anayemuelewa Yesu, lakini jamaa bado anamuelewa Yesu. Amefanyaje? Ni kwaje? Mimi sijui. Kwa hiyo mimi nimeona leo ni misuli ya imani ambayo tunapaswa tutembee nayo. Hawakuishia hapo, wameenda sasa kuaccuse personality yake. Sikachomoa kote. Wakasema lakini wewe ni mdhambi. Alafu una shida, umeishi maisha ya ajabu. Imekuwaje sasa unasema kwamba umeponywa? Kama angekuwa ni mtu wa Mungu asingekuwa. Kwa yeye anasema mimi sitaki kuelewa kwamba mimi ni mtu wa dhambi, ninachojua kwamba mimi nimefanyaje? Nimeponywa. Ndugu yangu, mimi nimejifunza kitu kimoja. Leo huyu hahitaji kuelezea watu vitu vingi. Maswali kama ya madhehebu mengine, yani labda wewe unatumia rosari inakusaidia, ni wewe unabudu Bikira Maria, unamwomba Mtakatifu Yosefu, unafanyaje? Mimi leo unachotaka kujua au shiki Sabato mimi hapa ninachotaka kujua leo, huyu kijana ametufundisha kusimama leo katika ulimwengu ambao una multiple religions, kuamini kwamba mimi naweza nitasimama katika imani. Kitakachokusaidia ndugu yangu ni kimoja. Unapokuwa unaamini, au uhitaji kusema kwamba unajua vingi, unahitaji maelezo. Mimi ninachotaka kujua ni kwamba Mungu anasimama. Mara nakutana na changamoto, mara kuna changamoto za kazi, mara nini. Mimi ninachotaka kujua ni kwamba Mungu ndo kafanya. Kwa hiyo bwana, tunaamini. Leo mimi nimefundishwa kuamini na imani ndio inayoweza ikanikomboa. Leo nasimama kama